Niwaambie tu Watanzania wenzangu, haya ni maoni yangu binafsi. Ambaye ataona yanamfaa anaweza akapokea, ambaye ataona yanamfai anaweza akayaacha. Ila track record ya Asma inafahamika. Mambo mengi jinsi tunavyoongea. Naomba niwaambieni kwamba kwanza lazima nikiri katika nchi yetu kuna mapungufu. Na ninasema hivi kwa ushahidi. Kuna ripoti ya CAG imeonyesha kuna ufisadi, kuna madudu, umeona. Kuna vitu ambavyo vilitokea sio sahihi, ukiangalia ripoti ya Judge black and white. Sawa. Wana saikolojia wanakuambia hivi, 20% takriban ya matatizo tulionayo sio lile tatizo lenyewe, ni jinsi ya sisi tunavyokabiliana na lile tatizo ndo inaamua mustakabali wako na vitu vyako. Kwa hiyo kuna haya makala ambayo nayatoa, watakuta na ambayo nimeendelea in depth. Lakini niongee tu kwa Watanzania, niwaambie kwamba tuna nchi nzuri, tuna amani. Mimi juzi nilikuwa nimeenda pale Coco Beach kufanya mazoezi. Tena mwanangu inabidi Jumamosi mji. Nakualikeni Jumamosi njooni. Pale Coco Beach pale. Natamani njooni muone, yani I say Tanzania tumebarikiwa sana. Alafu kuna kitu fulani ukikaa unabaki unashukuru Mungu, yani nakushukuru Mungu kwa hii Tanzania yetu. Tutatoa kitu. Kwa hiyo kuna watu wanakutana pale saa 12 na bahati nzuri hii tena big up kwa Waziri Mkuu mstaafu Majaliwa ndo alifunga kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 3 asubuhi. Ile Coco Beach yote hamna gari. Kwa hiyo watu wanafanya mazoezi. Yani amazing, yani watu wanajiachia, wanakutana pale, sehemu nzuri sana kwa ajili ya networking pale. Kwa hiyo nikafanya mazoezi pale, amani, nakutana watu wanauza madafu, wanakunywa, umeona. Alafu nikatoka pale, siku 2 hizi nimekuwa nazunguka sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo tuna nchi ambayo imebarikiwa, ina neema, mapungufu yako kama nchi zozote. Kila mmoja, unaona hapa nataka kuambia Ufaransa kuna maandamano. Mwaka wao wa pili hawajapitisha bajeti yao ya budget haijapita. Mwaka wa pili bajeti yao haijapita. Ujerumani hali yao haheohe, Uingereza haheohe. Hizo nchi ambazo tunaaminishwa kwamba ndio bora, hali zao pia ni haheohe. Sisi pamoja na yote yaliyokuwepo tuna amani. Wewe umetoka ulipotoka umekuja mpaka hapa, umesafiri vizuri, ukitaka chakula unatoka unaenda na kula. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tunaweza tukadili navyo kwa njia ambavyo nzuri. Na mimi wanapenda kuambia watu waende wafanye kwa vitendo. Sawa? Ila sisi watu tunapenda kujivua majukumu. Naomba nikuulize wewe kama wewe. Katika na uwe mkweli kabisa. Ushawahi kwenda sehemu ambayo ukaombwa rushwa ili mambo yako yaende? Kwa mkweli zinatokea. Naomba nikuulize swali. Matamanio yako, unatamani rushwa hiyo iondoke? Kusio kuna rushwa tu mambo yao yanaenda nani? Kuna muda unatamani iondoke. Okay. Naomba nikuulize swali. Ushawahi kwenda kutoa ripoti hata siku moja TAKUKURU? Hapana. Kutoa. Sawa. Sasa hiyo sio wewe peke yako, hata mimi nishakutana nazo. Na Watanzania wengi nakutana nazo. Point yangu ni kitu gani? Point yangu ni kwamba sisi kama raia pia tunajivua baadhi ya majukumu. Tunatakiwa to play part yetu. Umeenda sehemu, mtu anakuzengua mambo yako yasiende bila rushwa, nenda katoe taarifa. Umeenda, na hii sitotaka kutaja kwa sababu nitakuwa nafukua makaburi. Lakini niliongea nikiwa na wewe. Kuna ile nilitoa biashara ya kafara. Kuna watu wanalipwa. Na hii naisema, hii ni exclusive, naitoa kwako on record. Na naisema nikijua uzito wa haya maneno. Na nasema nikiwa nimepata haya maneno direct kutoka kwa mdomo, sio hata kwa simu, kwa mdomo wa aliyekuwa ananiambia. Sawa? Sitomtaja jina kwa sababu ya usalama. Na ananiambia hili tukio limemtokea yeye direct, sio kwamba kahadisiwa. Sawa? Kwamba
Unakumbuka nilisha kutaja yale makundi matano yale. Sawa. Na tukaongea katika moja interview, nakumbuka ilikuwa ni upande huu hapa wa studio. Tukaongea nikakuelesha pia baadhi ya watu ambao na taasisi ambazo zipo. Anasema yeye yuko katika nchi za Nordic. Nordic kuna nchi ambazo ziko Ulaya pale. Nordic kwa sababu ya usalama na yeka hivyo. Kuna viongozi wa juu wa makanisa wametoka Tanzania. Wameenda kule. Narudia kwamba maneno nimeyatoa mdomoni kwake na yeye imemkuta. Wakaenda wanaangalia watu ambao wana followers ambao ina influence kwenye jamii. Wanawafuata diaspora na kuwaambia kwamba inabidi kuna harakati zifanyike. Wanawatia mpunga ili wapush agenda. Na wanawapa kabisa, wanakwambia utaratibu kwa hivi, mnapewa kichwa cha habari kwamba leo tunaongelea hii hapa, kichwa cha habari, alafu huko andika unavyoandika. Lakini leo tunamuongelea Sma. Kwa hiyo sema Sma ni chawa au Sma ana udini. Sawa? Alafu flow huku post hii nenda na hii. Ndo maana watu wameshtukia, wanaopush hivi vitu ni diaspora. Asilimia kubwa ambao ndo wako mbele kwenye kupush ni diaspora na wanalipwa. Mwingine ananiambia kabisa, namjua mtu fulani ambaye kapewa $300,000 wanalipwa. Kwa hiyo ukiangalia watu ambao wako active zaidi kwenye kupushi jambo ni diaspora ambao wao wanalipiwa nyumba, wanaishi. Ukiangalia miaka 2, 3, 4 they were no one, hawakuwepo, wameibuka out of nowhere, wametengenezwa. Sawa, maisha yao ni mazuri na ushahidi mimi nisiongeagi tu ili mradi. Nimeshaweka jinsi Ford Foundation imetoa kiasi gani, nimeweka na ushahidi mpaka document ipo, wakiingia kwenye YouTube channel yangu wataiona. Nimeandika kuna makala inasema Tanzania tuko kwenye vita ambavyo hatujachagua sisi. Wataikuta iko pale. Kwa hiyo nimeenda kwa ushahidi kwa sababu ya maneno ni yana ukakasi. Bila kuwa na ushahidi mimi maneno kama haya siwezi nikayaongea. Kwa hiyo nimeweka document na kuonesha wanalipwa vitu kama hivyo, umeona? Au ana harakati ambao wako kule. Kwa hiyo wako kwenye biashara, wao wanapiga hela, maisha yao yana nani. Alafu sisi huku Watanzania wameshtuka. Mambo ya kwenda kuwekana ndani tena. Tukae wiki nzima. Sijui hamna internet, hakuna chakula na vitu kama hivyo. Hapana. Pili, watu wameshtuka kwamba baadhi ya wanaharakati ndo yale. Juzi umesikia kuna dola milioni ngapi zimekataa watu wa Malawi? Umesikia? Yaani unajua mimi ninachoongea siongei utashi. Naongea vitu ambavyo ni ushahidi. Dola milioni 1 imekamatwa Malawi ambayo ilikuwa nasubiri kuvunjwa kuingia Bongo. Kule nikuulize, hizi kelele zote ziko mitandaoni. Umeelewa? Nadhani ngoja nikwambie kitu. Mimi nataka Mtanzania tumia akili. Ndio maana Fuse tunasemaga zima hisia, washa akili. Kuna baadhi ya viongozi ambao wanakwambiaje, tupeni nchi sisi tuinyooshe. Umeshakusikia baadhi ya watu wanasema hivyo? Umeshaisikia? Alafu huyo kapewa milioni 10 zimeingia mfukoni. Sawa? Yule aliyekuwa anapiga kelele akapewa 10% milioni. Kuna sehemu zingine ikatoka milioni 60. Sawa? Ikapenya. Hata issue ya kifo hichi. Fuatilia mwanzo alivyosema kwamba ameuawa na serikali. Baadaye wamebadilisha narrative yake. Baada ya kuonekana kwamba ile waliokuwa na ipush hai make sense. Mazingira, alikuwa amefunga kwa ndani na utaratibu, na alikuwa ni mtu wa karibu. Kwa sababu wale watu wa karibu ndo wana information. Unajua waliopenyeza taarifa kwamba mshikaji amekula milioni 10, kwamba mshikaji amekula milioni 60, sio viongozi wa juu, ni watu wake wa karibu. Umeelewa? Kwa hiyo there is a possibility, kuna uwezekano kwamba mshikaji alikuwa na zandani, inabidi huyu pia tumzime.
there is a possibility, sio, it's not the only possibility. Lakini pia kuna taarifa ambazo wamekutwa na nguvu za kiume, madawa ya nguvu za kiume na vitu vingine vingi, ila nachotaka tuangalie na dynamics tofauti. Hii swala naliongea kwa sababu najua povu lake, najua impact yake, lakini sijai kuacha kuongea ninachoamini ni ukweli, kwa sababu muda ndo unakuja unatoaga majibu. Swala kuzuia mikutano kwa kipindi hiki ni sawa? Mimi naweza nikasema okay, kwa sababu ya kiusalama, kwa namna ambayo waziri. Sasa ngoja nikwambie hebu naomba urudie swali lako kama ulivyoliuliza. Swala la kuzuia mikutano ya kisiasa kwa kipindi hiki ni sawa? Sasa tuangalie kwenye mikutano hiyo ni kitu gani ambacho kinahamasishwa, ni ujumbe gani ambao unapelekwa. Kama ni haileti madhara kwenye nchi, then well and good. Lakini nina makala ambayo yanaitwa PsyOps, ambayo imeongelea mbinu 14 za psychological warfare. Moja wapo ambayo ndo the most effective inaitwa appeal to emotions. Cheza na hisia za watu. Ukishacheza na hisia za watu, kwenye ubongo kuna geti fulani la ubongo ambalo hisia zikiwa juu inafunga ule mlango wa kutumia akili. Ndio maana unakuta mtu akiwa na hasira anaweza kafanya jambo ambalo chochote, afu baadaye hasira zikimwisha, nimefanya hivi, nisamee, au katukana au kitu kama, kwa sababu emotions zile. Kwa ukiweza kutrigger emotion. Sasa kwa bahati mbaya natamani, unajua serikali na chama tawala lazima kiwe kinaekwa sawa kila baada ya muda. Wanapokosea wanapigwa dongo, wanaekwa sawa, yaani la sivyo na wao watajisahau, watafanya madudu. Kwa hiyo inabidi wajue kwamba hapa tukifanya hivi jamaa lazima watatunyoosha, hapa tukifanya hivi lazima tunahitaji hivyo. Shida ni kwamba, kwa hiyo mimi shida yangu swala la watu kuongea, kukosoa, I have no problem DJ Sma. Shida yangu nikikaa nikianalyze ni kwamba ni siasa za chuki ndo shida. Mimi mmoja ya watu ambao nawakubali sana wapinzani. Hivyo ushe kumsikia Zitto Kabwe katukana? Sijamfuatilia sana lakini anaonekana. Yes. Ushe kumsikia Mbowe katukana? Yule naye kidogo he's matured. Sawa. Tulikuwa tuna wapinzani hata ile miaka ya nyuma, na sasa hivi mimi nadhani sio upinzani. Sasa hivi tuna wanaharakati. Yaani hizo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo shida mimi sio upinzani, sio kukosoa, sio nini. Nishasema na ninarudia sana kwamba kuna madudu yanatakiwa yafanyiwe kazi. Kuna watu wanatakiwa wajibishwe. Sawa? Ila shida ni kwamba sasa hivi zinatumika siasa za chuki, zinapandikizwa. Kwa hiyo tatizo lipo, lakini linatumika lile tatizo kwa sababu ya kupandikiza chuki kwa watu. Sasa hivi yani mtu unaona kabisa anaongea unaona, nakutolea mfano wa ukichukua kijiti kimoja cha kiberitu na kivunja, kuchukua vingi. Sasa hivi inatengenezwa Zanzibar na Ubara. Umeona? Mimi nakumbuka juzi kazi nilikuwa niko Zanzibar. Mwezi wa kwanza sio pili ule. Nimeenda, nilikuwa ninaumwa. Sawa? Nimeondoka na dozi zangu. Nimeenda nimetibiwa kule. Sijakutana na ubaguzi. Kuna kipindi nilienda Pemba. Ilikuwa na watu dawa tabligh. Nikaumwa, nikalazwa hospitali pale kwenye nadhani ni Iwete. Bro, sijaona ubaguzi, sijaona yaliyokuwa yanasemwa yale. Na nimeenda nimekuta, ndo nikawa nauliza au wamebadilika. Wakati niko pale, unajua mimi akili yangu iko analyst. Kila sehemu nitakayokaa huwa tu imekaa ina analyze matukio. Wanakuja wa Pemba acha Unguja, Pemba. Yaani mtu hana mgonjwa. Vipi anakuja kutembelea tu wagonjwa. Vipi hali yako, unaendeleaje? Pole, Mungu atakufanyia pia, anakuombea dua, anaondoka. Yaani wanakuja tu kukupa company, walikuwa ni waungwana sana. Sijui kama wamebadilika sasa hivi. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu. Mfano juzi kuna yule mtu mmoja akajirekodi anasema, vile vitambulisho unakataliwa, sijui kuingia, sijui nini. Uhalisia wa ile tukio ni tofauti.
lakini ndio yanaletwa sasa, inatengenezwa mazingira ya kuleta mgawanyiko. Nimekwambia Unguja wako watu milioni ngapi? Umesema 1.4. 1.4. Huku bara unadhani tuko milioni ngapi? 60 na kwa mujibu wa sensa iliyopita. Sasa unajua vitu vingine sometimes inaeleweka. Hebu fikiria turuhusu iwe watu wa huku waende fully kule. Wale watazidiwa. Kwanza kile kisiwa kinaweza kikazama. Umeona? Ila kuna baadhi ya vitu vinatakiwa, alizungumza Mheshimiwa Rais Mwinyi. Kuna baadhi ya kutania, lakini ila pia nimalizie. Kwenye serikali kuna madudu, tunaomba viongozi ambao sio waadilifu watolewe, mambo yafanywe kazi, na shida yoyote ambaye ndo anahusika na hili. Sijui ni kama ni waziri, sijui kama ni mheshimiwa mwenyewe, sijui kama nani. Hebu pigeni stop. Watu ambao hahusiki na kuongea kwa niaba ya serikali, waache kwa. Wanavuruga mno, yani wanaharibu mno, yani wanaongea madude ambayo yanaleta madhara. Sisi tunaenda, mimi unajua mwisho wa siku siwezi kubali mtu ambaye anaongea hata kama ni wa chama tawala. Mimi kwanza sina siasa wala sina chama. Au ni kiongozi. Unaongea maneno ambayo yanaleta mpasuko. Mimi siwezi kubali kama DJ Sma. Au yanaleta kebei, au yanaleta vurugu. Yani natamani ipigwe stop. Abaki mwongeaji mkuu, na kama ni wizara kama ni iongee. Sio kila mtu sasa hivi, kila mtu ana uhuru wa kuongea alafu anaongea madudu yanaleta mipasuko. Na every action has an equal and opposite reaction. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo busara pia kwa jinsi ambavyo tunaenda tunapelekwa pabaya. Yani asilimia kubwa ya kwenye mitandao ukienda unakutana na ukakasi. Yani mpaka mioyo ya watu. Ndio maana mimi kuna makala yanakuja Fuse Ruhania ambao ya kurudisha taarifa njema. Sasa hivi wewe ukifungua taarifa ya habari, iwe ni CNN, iwe ni Al Jazeera, ni wapi, nani kashambuliwa, ameuawa nani, sijui kuna mabomu, sijui kuna vita, sijui Trump kafanya nini, sijui nani kafanya. Ukija Bongo ndo hivyo. Sijui yani ni ukakasi juu ya ukakasi. Inabidi tukae tujitafakari. Yes, kwa hiyo kwa mimi mtazamo wangu, katiba ni kitu kingine. Sawa? Hiyo mimi siingili, mimi si mwanasheria. Kama ni mikutano haileti chuki, haileti mipasuko, ni ya kiungwana, well and good. Na nikisema hivyo, acha ukweli uongelewe. Haikatazi kuongea ukweli. Delivery ndo muhimu. Sawa? Kwa hiyo lakini kama inaleta mipasuko, mimi mwenyewe ningekuwa naye, weka pembeni katiba, weka pembeni. Lazima tuangalie uungwana na ustaarabu wa nchi. Yes. Kwa hiyo hayo ni maoni yangu mimi binafsi. Naam. Sma, nikushukuru sana, lakini kwa sababu watu wetu wanazoea pia kupokea busara za Sma, hebu wape neno leo watu waondoke na chochote kitu leo Sma. Sawa. Naomba nikwambie hivi. Unaona leo huu mwezi wa ngapi? Huu ni mwezi wa 7 tumeingia. Mwezi wa 7. Huu mwaka mpaka sasa hivi kuna watu makundi mawili. Kuna watu ambao maisha yao ndani ya hii miezi 6 yamebadilika na yameboreka. Kwa sababu sio watu wa kukaa, kulaumu na kulalamika. Ni watu wa kupiga kazi. 96 Link, Bongo Plus. Wewe tathmini yako sasa hivi na mwezi wa kwanza kuna tofauti au mko pale pale? Kuna tofauti. Kuna tofauti. Mmepiga hatua. Sawa. Kwa hiyo same thing hata Fuse. Tunaenda hivi kidogo kidogo. Ila kuna watu ambao tangia mwanzo mwaka umeanza mpaka sasa hivi wako pale pale. Wao unasikia huyu mara huyu, na sasa hivi kuna jina moja ambayo kitu chochote utasikia Abduli. Yaani na hii mimi sishangai. Kabla yake ulikuwa kuna Rizwani. Sawa? Kabla yake ulikuwa unasikia Zungu la Unga. Kabla yake utasikia Freemason. Yaani siku zote akili hii ni psychological, imesha prove. Watu ambao sio wapambanaji huwa wanatafuta kitu kisingizio cha kujustify. Kwa hiyo zamani ilikuwa mtu akinani utasikia mchawi huyo. Akipata utajiri nini utasikia mchawi huyo karoga, kalala na nyoka au sikafanya nini. Sawa? Ikatokaga hiyo ikaja Zungu la Unga. Huyu jamaa anauza unga.
wewe mwaka mmoja tu sasa hivi ana nyumba. Kumbe jamaa kapambana, kajituma. Ikatoka hapo ikaingia Freemason. Ukimamba akienda tu sawa Freemason. Sasa ikaja ikaenda sasa hivi ndio hiyo kuna uchawa. Tuache lawama, tupige kazi. Yaani nakuhakikisha ukibadilisha mentality yako. Ngoja niweke hivi. Mungu ameweka fair playing field. Uwanja ameweka wazi. Kila timu ina wachezaji 11. Sawa? Na kaeka mifumo yake ya kuongoza jinsi tunavyoishi. Sawa? Leo hii ukitoka hapo nje, jua linabagua huyu ni Muislamu au ni Mkristo au ni mpagani au ni Msukuma au ni Mchaga. Linachagua linachomaje? Hapana. Si watu wanapigwa na jua hilo hilo. Wao joto hilo hilo. Ukienda sasa hivi mtu akinywa maji inabagua kwamba huyu ni dini gani au ni kabila gani? Si ni maji yale yale. Leo hii mtu akijirusha kutoka ghorofa ya pili, je, kuna mwingine ataganda katikati au wote wataanguka chini? Wote wataanguka chini. Gravity haichagui, haijalishi wewe ni tajiri, wewe ni maskini, una hela, wewe ni kabila gani, wewe ni dini gani. Kuna vitu ambavyo Mungu ameweka fair kwa kila mtu. Akaweka mifumo kwamba na akatupa sisi binadamu free will. Sisi tofauti na wanyama. Sisi tuna free will, tuna uhuru wa kujiamulia. Kwa hiyo akasema ukitaka kama una njaa, ukitaka kuondoa njaa ushibe, kula. Sawa? Sasa kuna watu ambao anataka tu akae, unajua mwanangu mimi nina njaa, yani sijui nini, ngoja niombe. Bro, utaomba mpaka milima ipasuke. Mungu ndo huyo unaimuomba kakuwekea, ukitaka kuondoa njaa kula. Usijifanye kwamba wewe unasubiri ufanye maombi tumbo lako lishibe tu ghafla. Sio kwamba Mungu hana uwezo huo, anao. Leo hii ukitaka mtoto, kama ni mwanaume tafuta mwanamke, kama ni mwanamke tafuta, pigeni show mpate mtoto. Sawa? Kuna mambo mengine wengine Mungu anawachelewesha watoto, hiyo ni vitu vingine. Lakini formula ya kupata mtoto ni jinsia ya kiume na ya kike zikutane, zipige show, apatikane mtoto. Wewe uanze kwa bana mwanaume nataka mtoto lakini utaki demu. Unategemea mtoto atatokea wapi? Kwenye embe, kwenye tunda. Sawa? Unless na wewe una upendeleo maalum kama Bikira Maria. Unaona? Hiyo imetokea mara moja tu kwa Bikira Maria. Mwenyezi Mungu alitaka kutuonesha kwamba uwezo huu ninao. Lakini nyinyi wengine wote fanyeni hivi mkitaka. Kwa hiyo kuna mifumo ambayo Mungu ameiweka. Ukitaka kupiga hatua, piga kazi. Ukitaka juhudi, ukitaka kufika sehemu, jitume. Usikae tu na kuanza bana mimi nataka 6 pack, piga sana maombi, nenda kachukua upako. Unategemea 6 pack zije, na wakati wewe unaenda kinyume na utaratibu alioweka Mwenyezi Mungu. Wale kina Mo, kina Baharesa na matajiri kina Dangote, fuatilia wote wanaamka asubuhi mapema, wanafanya mazoezi, wanaingia kazini, wanajituma, wanafanya kazi. Ndio maana wamefika pale. Discipline. Kwa hiyo mafanikio Mungu ameweka fair. Wewe utachagua ukae maskani kila siku kulalamika, au mwenzio kila siku anajituma, anapata riziki yake, mambo yanaenda. Kwa hiyo Mungu yuko fair, sisi ndo tutaamua tuendelee au tubaki hapa. Sma, umeongea vizuri sana. Nikushukuru sana kwa wakati wako Sma, na asante pia kwa wakati wako pia. Fuse naona endelea kubadilika kila siku. Mdogo. Wana Fuse yasa. Waongeze nini sasa? Hapa bado kuna nahitaji TV inchi 75 kwa sababu ya kufanya ile visual analysis. Kuna ule uchambuzi unamuonesha mtu hapa imeenda hivi. Umeona? Kuna furniture baadhi zinahitajika hapa studio, na kuna baadhi ya vifaa ambavyo pia tunahitaji. Kuna monitor ya pale. Yes. Kwa hiyo kuna bado tunapiga hatua, tunahitaji. Kuna kiti kile nakwambia ongea na mkombozi sijui upata na umeona. Hili limefika hivi. Kwa hiyo tunapiga mdogo mdogo. Niwashukuru sana. Yana unaona sasa hapa. Anaitoa riziki ni nani? Ni Mungu. Lakini Mungu ashukage anakuambia mwanangu shika hii hapa. Anapitia watu. Kwa watu. Kwa hiyo ishi vizuri na watu. Na katika ile solution niliyokuambia ambayo formula ameweka, ukiishi vizuri na watu
Mungu anakubless kupitia wale watu. Lakini wewe ukijifanya wewe mvimbaji, unajeuri, una kiburi, Mungu atakuangusha kupitia wao watu, kwa sababu huwezi kujua yule mtu leo kesho yako itakuwa ni nani. Au yule anaweza kaongea neno moja tu zuri kwa mtu sahihi, maisha yako yakabadilika. Kwa hiyo tubadilishe mentality yetu. Naam, mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Linki, asante sana kwa wakati wako ambao umetazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera iko Riziki bwana. Kama alivyozungumza Asma, haya ni maoni yake binafsi na pia sio msimamo wa chombo cha habari au sio msimamo wangu au sio msimamo wa mtu. Ni maoni binafsi. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye pengine umeelewa kwa namna ambayo sio sawa, tuwie radhi kwa sababu sisi pia ni wanadamu. Kuna sehemu ambayo tunakosea na tunaruhusu pia maoni huru bana hichi bana kibadilisheni mkikiweka kwa mtindo huu. Tunaruhusu pia hiyo maoni ya mtu kwamba nini kifanyike. Nikushukuru sana kwa sababu mlikuwa ni mwanafamilia na asante kwa wakati wako. Bye bye.